Karibu sana. Hapa ni mkoa wa Pwani na hapa ni Mipeko. Kwa nini tupo Mipeko siku ya leo? Tupo Bongo Headlines pamoja na Kolila Media. Nini ambacho kimetuleta hapa? Tupo na mwenyekiti wa Mipeko Veterans kwa ajili ya kutuambia ni nini ambacho kinaendelea hapa Mipeko, na ni jambo gani adhimu ambalo limetuleta hapa tukiwa kama TV za michezo ambao tumekusanyika na kusheheni hapa kwa ajili ya kujua nini ambacho kinaendelea. Ni Mipeko Festival kama bango nyuma ya mwenyekiti linavyosomeka, lakini kwa nini Mipeko Festival na kwa nini hapa Mipeko? Kwa nini hapa Pwani? Hatatuambia mwenyekiti nini ambacho kinaendelea siku ya leo. Mwenyekiti, habari yako? Nzuri sana, nashukuru. Karibu. Uko vizuri kabisa? Nashukuru, niko sawa sawa. Mwenyekiti, mimi naitwa Dickson George, natokea Bongo Headlines na tupo pamoja na Kolila Media. Hizi ni TV zinazohusika na michezo, TV za kidigitali. Tumekuja hapa ili kujua Mipeko Festival cha kwanza ni nini. Na kwanza mwenyekiti, utuambie mwenyekiti unaitwa nani? Mengine tutaendelea zaidi. Sawa. Nashukuru sana watu wa Bongo Headlines kwa interview yenu. Kwa majina mimi naitwa Juma Saidi Omari almaarufu Ngakana au in bracket wenyewe wanasema nickname ni Ngaksi. Mimi ndio mwenyekiti wa Mipeko Veteran. Kwa nini Mipeko Veteran? Kwa nini Mipeko Festival? Tunapozungumzia Mipeko Festival tunazungumzia ni sherehe ya Mipeko ambayo inahusisha veterani ambayo yenye vijana, ina timu ya vijana, ina timu ya junior team, ina senior team pamoja na veterani. Kwa maana tunazungumzia timu tatu hapa leo hii. Na sisi kama veterani siku ya leo tumeifanya kwa sababu kuu moja. Kwanza kusherehekea mwaka mmoja tangu veterani hii ya Mipeko ianze, lakini la pili tukasema pia tufanye na utambulisho wa vijana wetu kupitia siku hii pendwa, kwa maana kwamba tunafanya nini kwenye Mipeko. Kwa hiyo kwa ufupi tuseme ni siku yetu kwa ajili ya watu wa michezo, kwa ajili ya wapenda michezo, kwa watu wote ambao ni wakazi wa Mipeko na viunga vyake. Kwa ufupi, kwa nini Mipeko Veterani? Kwamba tumefanya nini katika Mipeko Veterani? Tunacholenga kwenye chama chetu ni kitu gani, au kwenye kikundi chetu ni nini? Tulichokilenga kwenye kikundi chetu kama ilivyokuwa slogan yetu kwamba pamoja tunaweza. Lengo letu ni kusaidiana kwenye shida na raha. Kama sisi tunavyojua tunaishi kwenye jamii yenye changamoto mbalimbali, kuna matatizo, maradhi, kuna misiba na mambo mengi. Kwa lengo la kikundi chetu au target ya kikundi chetu ni kusaidiana kwenye hizo changamoto. Niko hivyo mwandishi. Nataka tujue imefikia level gani? Kama ulivyoniambia kuna junior pamoja, kuna kikosi cha kati pamoja na veterans. Pengine tunataka tujue mko kwenye level gani hasa kimichezo? Mnatambulika labda ni academy ama bado hamjafikia huko, ila iko vipi? Utatufafanulia vizuri. Nashukuru sana ndugu mwandishi. Yaani kwa ufupi kwa sasa hivi, kwa sababu ndio kwanza tunaanza kujitafuta na tunaelekea kujipata, kama nilivyotangulia kusema, ni mwaka mmoja sasa tangu tuanzishe hiki chama au hiki kikundi cha veterans. Kwa hiyo target yetu na malengo yetu ambayo tuko nayo ni kuelekea huko kwenye kujisajili. Bado hatujapata usajili, lakini tunaelekea kufanya hivyo ili tuwe official, kwa maana tuweze kutambulika ikitoka kwenye sekta za masuala ya michezo, huko kwenye vyombo ambavyo vinahusika na masuala bodi ya michezo, kwa maana desi kama watu wanahusika na masuala usajili wa hivi vikundi vya kimichezo, basi na sisi tuwe official, lakini ndio tunapoelekea huko. Na ndio maana hata katika sherehe yetu leo tumehusisha watu wa serikali kwa ajili ya masuala haya ya kuweza kututambua, na nafikiri na mengineo utaweza kuyaona kupitia risala letu. Nashukuru, niko hivyo. Ni mwaka mmoja tu. Yes. Mipeko imewezaje kufanya jambo kubwa kama hili katika kata hii? Sawa. Ni ngumu kidogo ndugu mwandishi. Haikuwa rahisi. Unajua kabla yetu kulikuwa na veterans nyingi zilianzishwa kwa hapa Mipeko, lakini kwa sababu zisizokuwa zisizokuwa rasmi niseme, zilikuwa ni sababu ni nyingi, lakini zilishindwa kuendelea. Ni nini kilichosababisha sisi mpaka sasa hivi tumeendelea kusustain mpaka hapa tulipo? Sababu kuu hasa ni mshikamano, uwazi wa taarifa, sawa, na upendo. Basi nafikiri naweza kusema ni hayo tu. Yani tumekuwa wawazi sana. Festival yenyewe imebeba nini? Ina package gani kwa siku ya leo? Kwa ufupi kubwa hasa katika tukio la leo katika festival yetu inahusisha michezo. Yaani tukio kubwa hasa leo imebeba ni sherehe. Sherehe kama sherehe ina mambo yake na unogesha hiyo sherehe. Kubwa hasa matukio makubwa tutakuwa na mchezo wa kirafiki kwa maana baina ya sisi Mipeko Veteran na pamoja na ndugu zetu wanaitwa Super Veteran wanatokea Mlamleni maeneo ya Kongoe. Hilo ndio tukio kubwa ambalo tunategemea kuliona muda mchache kutoka sasa hivi. Lakini kwa sasa hivi kumekuwa na mechi za utangulizi za vijana kwa maana junior team na senior team kwa maana under 20 na under 15 ambazo zinaendelea. Nafikiri sasa hivi ni finali ya pili inakamilika. Kwa baada hapo kutakuwa na utaratibu wa ugawaji wa zawadi kwa zile timu watakaokuwa wameshinda kwa maana wakuwa mabingwa, basi na veterani the same pia kutakuwa na zawadi yao kwa upande huo. Na marika pia ungetufafanulia vizuri, junior ni umri gani? Yes, maana tunaposema junior kwa upande wa sisi Mipeko tunamaanisha ni wale under 15 kwa maana wale chini wachezaji ambao wako chini ya miaka 15. Yes, hao tunazungumzia hawa wote awe na miaka 8, 9, 10 au nafikiri umeona ndugu mwandishi hapa kulikuwa kuna mchezo wao walikuwa wamecheza mechi dakika za muda mchache uliopita wamecheza wale, tunamaanisha ni hao ni junior.
Tukisema senior team tunamaanisha wale ambao grade ya katikati, angalau at least sasa wanaweza kuingia katika compete hata katika ligi kuu, wanaweza wakashiriki. Ni under 20 ambao tunaweza, kuna wengine 18, wengine 19, wengine 20 hapo wanacheza hapo. Lakini tunapozungumzia kwa upande ya veteran tunazungumzia wale ambao ni retired players ambao sasa kwa sasa hivi wameshatundika daruga. Yaani wengi wao tunapambana kwa ajili ya kupunguza sumu mwilini na kuweka afya yetu sawa na kutengeneza mshikamano basi katika jamii ambayo inatuzunguka na tunayoishi nayo. Kuhamasisha michezo. Yaani kwa encourage wengine na wao waweze kuvutika kwenye hili jambo ambalo tunalifanya ndio kubwa hasa. Kwa hiyo hapa hata kama una kitambi ili mradi uwe na miguu miwili utaruhusiwa kuja kucheza. Iko hivyo. Nafikiri utaona mbungi hapa. Mwenyekiti, tuambie pia ni namna gani mtu ambavyo anaweza akajoin na kikundi hiki cha Mipeko Veterans? Sawa. Nashukuru kwa swali lako zuri ndugu mwandishi. Kwa utaratibu wetu kwa sasa tulionao, kwa mwanachama au ndugu au mtu yeyote ambaye yuko kwenye ukanda wetu, kwa maana kwenye hiki kijiji chetu, utaratibu uliopo ni lazima achukue fomu. Kutokana na utaratibu wa fomu, atachukua fomu kwa gharama ambayo chama imeshakiandaa. Kwa sasa hivi gharama ya fomu ni shilingi 5,000, lakini katika hiyo fomu itatoa mchanganuo wa vile vyote ambavyo anatakiwa kuvilipa kama ada, kiingilio na ada zinginezo zitamtolea mchanganuo kwenye hizo fomu. Kwa utaratibu uliopo kwa sasa hivi ni huo. Hatujaweka mipaka kwamba tunataka wanawake tu au wanaume peke yake, hapana. Sisi Mipeko Veteran tumejitanua wigo, kwa maana kwamba tunaruhusu wanawake mpaka na wanaume wajiunge, lakini tunacholenga wale watu ambao wako tayari kufanya kazi kama Mipeko Veterani, kama ilivyokuwa slogan yetu inavyosema, kwa pamoja tunaweza. Kwa maana kwamba inapotokea jambo, mwanachama mwenzio kapata changamoto, basi hata wewe huko ulipo kama veterani ushajua huyu ni mwanachama mwenzangu kapata changamoto, basi uweze kuwajibika kwa nafasi yako. Kwa maana ile maana slogan ya umoja iwepo, ionekane kwamba ni pamoja kweli tunaweza. Kwa maana tunaamini hata wewe mwandishi, leo hii kidole kimoja Waswahili wanasema kivunji shawa. Kwa at least ili uweze kufanya vitu vinavyoonekana, at least vidole viwe vitano. Wewe ukiwa na kidole kimoja huwezi kula vizuri, lakini ukiwa na vitano vitaweza kushirikiana. Iko hivyo. Yes. Pia tujue namna gani ambavyo mnaweza mkawaweka pamoja vijana wadogo, vijana wakati pamoja na veterans kwa pamoja. Sawa, yani kwa ufupi iko hivi, sisi kwenye veterani yetu tumekuwa na programu ambayo tumekuwa tukiendesha hapa kwa muda mrefu kidogo, ambayo sasa inakaribisha nafikiri mwaka mzima. Tulianza muda mrefu kabla ya kuwa rasmi, lakini tulikuwa tunakwenda tujajipata tunaanza upya, tujajipata tunaanza upya, lakini kwa sasa hivi utaratibu ambao unatumika ni kupitia walimu wetu ambao tuna walimu wa vijana ambao pia tuna walimu upande wa timu za wakubwa kwa maana ya veteran pamoja na hawa under 20. Hawa walimu wamekuwa ni kiungo muhimu sana kwenye kutuunganisha sisi kwa pamoja. Kwenye swala la michezo, wao ndio wana jukumu la msingi kwenye kutuunganisha sisi michezo, kututengeneza tuweje. Yaani wao nafikiri ndio wana nafasi kubwa zaidi ya kulielezea kiufundi, lakini kwa sisi kama mimi kama kiongozi kwa nafasi yangu tumesema tumekuwa tukitumia platform hii ya michezo kutuunganisha kwa pamoja. Kwa maana tumekuwa tukiandaa program mbalimbali, ligi mbalimbali, tumekuwa tukianza na hapa tulipo kuna ligi ya vijana inaendelea hapa. Kwamba inaendelea kijiji. Kwa hiyo inaendelea sasa hivi nafikiri ipo kwenye hatua nusu finali kama sikosei au finali. Ukiachilia mbali bonanza ambayo tulikuwa nalo leo. Kwa kupitia walimu wao ndio waandaaji wa haya mambo yote. Na wao ndio wanatusaidia kuorganize kupitia uongozi, wanatuletea kisha tunawaambia basi fanyeni, iko hivyo yani. Kwa hiyo kwa ufupi tuko vizuri kwenye kipengele hicho. Yes. Namna ya mnavoratibu mambo yenu. Yes. Naona mna vijana wadogo. Yes. Vijana wadogo wana masomo pia shuleni. Yes. Namna gani ambavyo mnaweza mkawakusanya pamoja wakashiriki kwenye michezo, na namna gani ambavyo hata nyie watu wazima mnashiriki michezo huku mnaendelea na majukumu mengine. Pengine Mipeko yenyewe inafanyaje? Sawa. Yaani kwa ufupi iko ulichokieleza ni kitu ambacho kipo kwenye jamii. Unajua sisi tumezungukwa na jamii ambayo ina karibu kila shughuli ambazo mwanadamu wa kawaida amekuwa nazo, sisi jamii yetu inafanya. Kwa hiyo kwenye kuzingatia hayo tunatambua pia nafasi za hao watoto wetu, kwa maana ambao tuko nao ambao under 20, wengi wao bado wako shule, bado wanasoma. Kwa hiyo katika kuzingatia hilo huwa tunazingatia pia ratiba za masomo yao. Kikawaida huwa sisi tunakuwa na program za mazoezi kila siku, kwa maana siku zote 7 za wiki, na kila baada ya masomo, kwa maana baada ya ratiba za masomo kukamilika na baada ya shughuli za mihangaiko utafutaji, kwa maana hao under 20 na under 15, ratiba yao mazoezi huwa inaanzia saa 10 jioni. Wanafanya mazoezi mpaka saa 12. Baada hapo mwalimu anawaruhusu kwa ajili ya kuendelea na programu zingine. Na upande wa veteran kulingana na ratiba zao kidogo zimekuwa complicated kulingana na hali ya utafutaji wa riziki. Mwisho wa siku huwezi kukaa uwanjani muda wote unacheza mpira, ni lazima ukatafute chochote kitu kwa ajili ya familia. Kwa hiyo wao utaratibu wao upo kwa siku za weekend peke yake, kwa maana Jumamosi na siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 1 saa 12:30 mpaka saa 1 hapo tunakuwa tuna program kwa ajili ya kukimbia kidogo kuweka miili sawa. Thereafter tutakuwa tuna mazoezi ya pamoja ambayo muda mwingine tunakuwa tunachanganyikana na vijana kwa ajili ya kutupa hamasa kidogo, lakini muda mwingine tumekuwa tukifanya mazoezi binafsi kwa maana veterani kama veterani, lakini kwa siku za weekend peke yake kwa asubuhi tu.
Kwa hiyo kwa leo hii, kwa nini tamasha limekuwa weekend? Kwa nini limekuwa jioni? Limekuwa jioni kwa sababu ni siku ambayo tumeiandaa, tunataka kusherehekea, kila mmoja tunataka aone, tunataka tujue ni nini tunafanya. Kwa ndio lengo la kuweka game jioni, lakini tulikuwa tuna nafasi ya kuifanya asubuhi, lakini tukasema hapana, asubuhi wacha vijana waendelee kutuonesha burudani, ili na sisi tuwaoneshe kwamba zamani tulikuwa tunacheza mpira, tulikuwa tunachezaje, tulikuwa tunafanya. Kwa kuzingatia hilo swala la elimu, veteran tunalizingatia, tunatambua wajibu watu wetu watakiwa wafanye nini, tunatambua. Kwa ufupi, kwenye upande wa ratiba hizo ziko hivyo. Mwenyekiti, pia kwa kumalizia, pengine ungetuweka sawa. Umetuambia kwamba kuna ada ama kuna fomu ya kujiunga na veterans. Lakini tungejua vijana wadogo na ile ada uliyoitaja, kuna wazazi wengine wanataka watoto wao washiriki veterans katika kikundi hiki pia kufanya mazoezi. Pengine wenyewe wanaingiaje? Kwa utaratibu kama nilivyotangulia kusema hapo awali, sisi hatujajifungia. Mipeko Veterani tumeitanua wigo, yaani hatujajifungia mbawa zetu. Mbawa zetu tumezichanua, ziko wazi kwa kila aliye karibu na Mipeko, ambaye yuko karibu na jirani na kijiji cha Mipeko anawiwa kujiunga na sisi. Sisi milango iko wazi kwa mwanamke, kwa mwanaume, isipokuwa lengo kuu mama la nini, la kwa nini ni veterani. Mipeko Veterani ipo sio kwa ajili ya michezo peke yake. Mipeko Veterani ipo kwa ajili ya kusaidiana kwenye shida na la, ndio lengo kuu mama. Kwa maana katika shida na la tunazungumzia kuna matatizo mbalimbali, misiba, ugonjwa na mambo ya sherehe na mambo kama hayo, kama ikiwemo ndoa na vitu kama hivyo. Kwa hivi vitu vyote tunavyovizungumzia hapa, tunavizungumzia vitu ambavyo vinahusisha utayari wa mtu. Kwa tafsiri yake ni kwamba kwa maana yoyote ambaye yu tayari kuja kujiunga na sisi anakaribishwa kwa utaratibu wa kulipa fomu, kwa sababu hatuwezi kuwa na mwanachama ambaye bado atambulike katika ule utaratibu wa kifomu. Lazima tumkabidhi fomu, atapewa namba ya wanachama, baada ya hapo atapewa taratibu za chama, kwa sababu kiwemo kulipa ada za kila mwezi, kwa sababu mwisho wa siku rasilimali tulizonazo kwa sasa hivi tunategemea rasilimali fedha kutoka kwenye mifuko ya watu. Bado miradi ambayo tunaendelea kuichakata na yenyewe itaingia katika utaratibu, itakafikia hatua kipindi cha miradi, basi tutajitangaza kupitia miradi yetu. Lakini kwa sasa hivi vyanzo vyetu vya mapato kwa sasa tunatumia zaidi mfuko, na hata hawa watoto wanaotaka kujoin na timu ya vijana kuna utaratibu, waje waonane na viongozi, watapewa utaratibu. Kwa hiyo iko hivyo. Mwenyekiti, nikushukuru sana na nikupe hongera kwa jambo kubwa ambalo mnalifanya siku ya leo. Nakushukuru sana na karibuni sana watu wa Bongo Headlines, karibuni Mipeko Veteran, karibuni Mipeko Festival 2026. Asante sana.